السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إنه قد فاز المتقون. فيقول الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka swala na salamu zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa na kuhusieni sambamba na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wamefaulu wale ambao wamchao Allah tabaraka wa taala, kama anavyosema Allah subhanahu wa taala: inna lilmuttaqina mafaza, hakika wacha Mungu ni ambao wamefaulu hapa duniani, vile vile kesho akhira. Ndugu zangu katika imani, kama tulivyokuwa tumeshatangulia katika muda wa baada ya dhuhur, walitangulia baadhi ya shuyukh wakawasilisha mada zao. Kubwa zaidi ni tawdihi manhaji salaf, ni kuiweka wazi manhaji ya wema waliotangulia, as-sahaba ridwanullahi alayhim. Katika muda huu uliokuwa mchache tutazungumzia vitu viwili. Jambo la kwanza, al-usulu al-azima allati yaqumu 'alayha al-manhaj as-salaf wa adillatu al-hadar wa at-tahdhir min al-bid'i wal-mubtadi'ina wa wujubi hajrihim. Kama tutakuwa nayo hapa mezani, tutazungumzia misingi iliyokuwa mikubwa, misingi ambayo kwa misingi hiyo inasimama manhaji salaf. Vile vile tutazungumzia dalili za kutahadhari na kuwatahadharisha watu wa bid'a na kuitahadharisha bid'a na watu wa bid'a, na uwajibu wa kuwahama watu wa bid'a, yani kutaamiliana na watu wa bid'a. Sababu unakuta mtu anajiita salafi lakini bado miamala yake anaifanya na watu wa bid'a, anaifanya na ahlul bid'ah. Kwa haya yote tutayaona katika hii darasa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Al-usul al-azima allati yaqumu 'alayha al-manhaj as-salafiyya. Yaqumu al-manhaj as-salafi 'ala thalathati usul. Manhaj as-salaf inasimama katika misingi mitatu. Al-aslu al-awwal, msingi wa kwanza katika misingi ambayo yaqumu 'alayha al-manhaj as-salaf, tahqiq al-ubudiyyah lillahi wahda biittiba'i al-kitabi was-sunnah wifqa salafi salih. Msingi wa kwanza ni kuhakikisha kwamba abdiwaye ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kuhakiki kwamba kuabudiwa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kwa kufuata kitabu na sunna, wifqa manhaji salaf au wifqa salafi salih, kwa kuwafikiana na mwenendo wa wema waliotangulia. Si kwamba unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala lakini mwenendo wako unaenda tofauti na alivyofanya mtume na masahaba zake al-kiram, kwa sababu mtume la khairan illa dalla al-ummata alayhi, hakuna khairi yoyote isipokuwa mtume aliujulisha umma, wala sharran illa hadharaha,
na wala hakuna shari yoyote Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asipokuwa alihadharisha. Walam yufariqu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam illa waqad alimu ashabuhu jami'a ad-din. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakufariki akawa ametengana na hii dunia, isipokuwa maswahaba zake walikuwa wamejifunza mambo yote ya dini hii. Kwa wewe unapokuwa unafanya ibada hizi unazielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza inabidi ufuate kitabu na sunna kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, shikamaneni na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu al-mahdiyyin waliongoka, adhu alaiha bin nawajid, zingateni sunna hizo kwa meno ya magego, zingateni mzishikilie. Na akasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona nikiswali. Kwa ukihakiki kwamba kuabudiwa ni kwa Allah peke yake, kwa hata ibada zako uzifanye kama alizofanya mtume, kwa kupitia nini? Ziwe zinawafikiana na mwenendo wa wema waliotangulia. Fana'budu Allah wahdahu, basi sisi tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, bima jaa fil Qur'an wa ahadithi an-nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa yale yaliyokuja katika Qur'an na kwa kupitia hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wifqa fahmi as-salaf as-salih, kwa kuwafikiana na ufahamu wa wema waliotangulia. Hivi ndivyo tunavifanya ibada zetu. Hatufanyi ibada kulingamana na rai za watu. Yaani mtu kaamka asubuhi akasema, bwana, mimi ninavyoona swala ya al-asr unaingia msikitini unaruka sote mbili, imeisha swala, afu unaenda nyumbani. Yaani ukaleta rai yako, au bwana, mimi naona hapa hii swala ya subuhi, kwa sababu ni muda ambao mtu kutoka usingizini anakuwa bado changamfu huko. Unaona tulikuwa tunapiga rakaa 6. Mtume aliyofaradhishiwa swala, Allah alikuwa ashindi kumpa asubuhi rakaa 6. Allah ana hikma ya kuifarisha zile swala, alafu katika kila swala akaipangia rakaa zake. Hiyo hikma iko nani? Iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiulizwa ni kwa nini, sema hakadha umirna, hivi ndio tumeamrishwa sisi. Usianza unajua, bwana, mimi ninavyoona hapa alifaradhisha hizi kwa sababu usitumie nini akili yako wala rai yako katika jambo linalohusiana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna as-salafa hum alladhina ta'allamu al-Qur'ana wal ahadith 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu hawa wema waliotangulia ambao ni maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio ambao ta'allamu al-Qur'ana, wamejifunza hii Qur'an, wal ahadith, na wakajifunza hadithi, anin nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hizi hadithi ambazo sisi tunazisoma leo na tunaamini kwamba ni maneno ya mtume, wao walikaa mbele ya mtume wahyi unashuka, anawafundisha maswahaba, anawaambia jambo hili liko hivi, mpaka akawa anawafundisha kwa vitendo, anawatolea kama alivyowatolea siku moja mtume khatwa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam khututan, alichora mistari mtume, akachora mistari baadhi, afu mistari mingine akaiwekea njia, akasema hii ni njia ya shaitani, atakayemfuata shaitani atamdumbukiza katika moto. Mtume akawa anachora mpaka mistari, anawafundisha kwa vitendo masahaba zake, lakini bado wamekaa mbele ya mtume, wanafanyaje? Wanasoma masahaba, na wakaisoma Qur'ani mbele ya mtume. Walikuwa wanasomeshwa aya 10, hawazivuki zile aya mpaka wajue yale yanayopatikana ndani ya zile aya, na wanafanyia kazi, ndio wanaama. Leo hii wewe ukija hapa shia amefundisha aya 2 unanuna, sasa nitamaliza lini msafu mimi? Lini? Maswahaba mtu anasoma mwaka mzima, amesoma aya 10 na bado anarudi anakaa mbele ya mtume, zile aya 10 hajazivuka. Wewe leo
unataka upate ushehe wa mwezi mmoja, ushehe ufanye haupatikani namna hiyo, yaani kwa kukaa chini kwa kama siku 3 au siku 2 unataka kumalize msahafu, unataka kumalize Qur'an, lazima ukae chini usome Qur'an na uielewe. Kwa masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam faalimu muradahu sallallahu alaihi wasallam fiha, wakawa wamejifunza yale makusudio aliyoyakusudia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu yake anasema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni qad taraktu fikum shay'aini, haika mimi nimekuachieni nyinyi vitu viwili, lan tadhillu ba'dahuma, ampopotea baada ya vitu viwili, kitabullahi wa sunnati, nimekuachieni kitabu cha Allah na nikakuachieni sunna zangu. Kwa mwenye kushikamana na kitabu cha Allah na akashikamana na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lan yadhillu abada, hatapotea milele, kwa sababu huu ni ushahidi. Mtume ameshakhabarisha, kwa maana leo yakhabarisha Mtume yameshatokea, na bado hamna jambo ambalo ataitolea habari Mtume. Ataitolea habari lazima litatokea kama alivyoihabarisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume alitoa habari akasema, katika umma wangu sinfani min ahli an-nar. Alisema maneno haya Mtume kwamba sampuli za watu wawili ni katika watu wa motoni, lam arahuma, sikuwahi kuwaona. Yani katika zama zake Mtume yeye hakuwahi kuwaona, lakini akasema ni katika watu wa motoni, hakuwahi kuwaona. Yani akiwa anakusudia kwamba katika zama za mbele watatokea tu hao, na sasa hivi tunawaona mkikaa barabarani, ukiwa mjini kwa shughuli zako, au watu ni lazima waone. Akasema miongoni mwao, akasema wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna kaasnimatil buhtil ma'ila lam yajidna riha aljanna fa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Mtume akasema wanawake ambao kasiyatun ariyatun, wanawake ambao wamejisitiri lakini kujistiri kwao bado wako uchi, ndio wanawake wa zama hizi. Kavaa nguo lakini bado yuko uchi. Mumilatun mailatun, mwanamke ambaye amepotea na bado anawapoteza wengine. Yaani ukiwasikia wanawake wasikiliza wanasema, sasa wewe unavaa manguo meusi, uonekane hata vidole, sasa unataka uwe mgeni wa nani? Mbona unajizesha mapema? Anakuona wewe mshamba. Yaani akiona mwanamke salafi au mwanamke wa Kiislamu amejistiri vizuri, kavaa ile stara ambayo ni ya kisheria, kavaa juba, kavaa niqabu, vidole kavifunika na gloves, chini kavaa socks, yani haonekani chochote, anaona ni mshamba huyo. Ama utandawazi ni uvae vile vitopu, uvae kibode, haya mabega hayo nje, uweke mikucha, uweke mawigi, yani hapa anaona ndio ujanja huo. Sasa huo ndio ushamba huo. Ama ujanja ni kuvaa kama wanavyovaa wanawake ambao amewasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, akasema kwamba inabidi wanawake wajistiri. Kwa Mtume hakuna jambo ambalo alilotolea habari isipokuwa jambo hilo litatokea kama alivyolihabarisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huo ni msingi wa kwanza katika misingi ambayo inasimama da'watu salafia. Al-aslu thani, msingi wa pili, luzumul jama'ati was-sam'i wat-ta'ati liwalati al-amri, ni kulazimiana na jamaa, was-sam'i wat-ta'a, na usikivu na utiifu, liwalati al-amri, kwa wale watawala ambao ndio wanaokusimamieni mambo yenu, viongozi wenu. Kiongozi yoyote yule inabidi umsikilize, hata kama wa in daraba dhahraka, hata kama ataupiga mgongo wako, wa akhadha malak, na akaichukua mali yako, msikilize. Akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viongozi wenu ni wale ambao nyinyi mnawapenda, wale waliokuwa bora katika viongozi wenu ni wale ambao nyinyi mnawapenda na wao wanakupendeni, na waombea dua na wao wanakuombea nini? Dua. Na wale waliokuwa wabaya katika viongozi wenu ni wale ambao mnawachukia na wao wanakuchukieni, hao ndio walikuwa wabaya. Lakini hata kama kiongozi ni fasik, mujrim, anakudhulumuni, utaki kutoa mkono wako, ule mkono wako atoa usitoe kwa kiongozi, endelea naye hivyo hivyo.
mpaka takapokuja jambo la Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa msingi wa pili ni luzumu aljamaa was-sam'i wat-ta'a liulati al-amri, kulazimiana na jamaa na usikivu na utiifu kwa wale viongozi. Fasalafiyuna, masalafi, yalzamuna aljamaa, wao wanalazimiana na jamaa, awatani na jamaa, wanalazimiana na jamaa. Wayahfadhuna huquqa ulati al-umur, na wanadhihifadhi haki za wale watawala. Wa in dhalamu, hata kama watawadhulumu, fala yakhrujuna alaihim bilqawli wala alfi'li, hawatoki dhidi yao ima kwa maneno au kwa vitendo, wakaanza kuongea pembeni au wakaanza kufanya vitendo vya kutoka katika toa la viongozi. Bali yasma'una lahum, bali wanawasikiliza. Wayuti'una bighairi ma'siyati Allah, na wanawatii katika namna ambayo si ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Falau amaru bima'siya, lau wa viongozi watawaamrisha kunako kumwasi Allah, la yasma'una lahum, wasikilizi, wala yuti'unahum, na wala hawatii. Wakadhalika aidan la yakhrujuna alaihim bilqawli wala alfi'li, pamoja na hivyo kwamba wakiwaamrisha katika kumwasi Allah wasikilizi wala kuwatii, lakini hawatoki dhidi yao, yani hawatoki katika toa yao, wanaendelea kuwatii katika yale ambayo si kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mtume Muhammad anasema la ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumtii kiumbe katika kumwasi aliyekuumba wewe ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kana abaukum, hata kama watakuwa ni baba zenu, au ummahatukum, hata kama ni mama zenu, kwa sababu mama na baba, yani wazazi wawili hawa, haki yao Allah ameiunganisha na haki yake. Wa wasaina al-insana biwalidayhi, tumempa usia huyu mwanadamu kunako wazazi wake. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahni, mama yake amembeba katika tabu juu ya tabu. Umepewa usia. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana, na muabuduni Allah na wala msimshirikishe na chochote, na wazazi wawili wafanyeni wema. Lakini hawa wazazi wawili watakapokuamuru wewe katika jambo ambalo ni la kumkosea Allah, hautaki kuwasikiliza, lakini usiwaasi. Uwasikilize lakini usifanyeje? Usiwaasi wazazi wawili. Kwa na hii ndio tabia ya masalafi, wao hawatoki kwa watawala kwa maneno wala kwa vitendo, bali yansahunahum sirra, bali wao wanawanasi watawala kwa siri, la alanan, si kwa waziwazi, fi ayi wajhi min alrujui, katika namna yote ambayo watakayoweza kuwanasi wanawasi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man arada an yansaha li sultanin bi amrin, yule ambaye atakayetaka kumnasi kiongozi katika jambo lolote lile, fala yubdi lahu alaniya, basi asimwendee waziwazi, yani asimwendee waziwazi. Una kiongozi wako, si adabu ukasimama kama katika mimbari hapo ukasema, nasema kuanzia leo huyu kiongozi mambo anayofanya haiwezekani, atoke na mambo ya ajabu. Sasa mambo kama haya, kwanza unamshushia nini? Heshima kwa wale anaoongoza. Vile vile itaonekana sasa huyu kiongozi, watu wengine hata ambao walikuwa wanampa labda walikuwa wanampa ile na ile heshima yake, itaonekana sasa haifai tena. Kwa Mtume akawa amekataa kwamba, akasema man arada an yansaha li sultanin bi amri, atakayetaka kumnasi kiongozi katika jambo lolote lile, fala yubdi lahu alaniya, basi asimuendee waziwazi. Waliyakun liyakhudha biyadihi, na lakini walakin liyakhudh biyadihi, lakini amshike mkono wake. Fayakhulu bihi, akae naye pembeni. Fa in qabila minhu fadaka, ikiwa kiongozi huyo utamnasi pembeni akakubali na saa zako, hivyo ndio inapotakiwa. Wa illa kana qad adda alladhi alayhi lahu, na kama yule kiongozi utamnasi akawa amekataa, basi wewe utakuwa umetekeleza lile jambo ambalo wewe ulikuwa unatakiwa ulifanye kwa yule kiongozi. Utamwendea waziwazi, umemweka pembeni, ukamnasi. Hivi ndivyo aliyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
Waqala ta'ala, na vile vile anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul, enyi mlioamini Allah subhanahu wa ta'ala, mtiini Allah subhanahu wa ta'ala na mtiini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, na wale viongozi wenu wanaokutawalieni nyinyi katika mambo. Fa in tanaza'tum fi shay'in, ikiwa nyinyi mtatozana katika kitu chochote, farudduhu ila Allahi war rasul, basi redeeni kwa nani? Kwa Allah na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa nyinyi mnamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mnaiamini siku ya mwisho, dhalika khairun wa ahsanu ta'wila, kufanya kwa hivyo ni khairi iliyokuwa kubwa sana. Ikiwa nyinyi mtazozana katika jambo lolote, nirejesheni kwa Allah na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na katika hadithi ambayo ameipokea Al-Irbad bin Sariya radiyallahu anhu qala, wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawman ba'da salati al-ghada maw'idatan baligha, anasema siku moja alitupa mauidha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mauidha yaliyokuwa ya juu sana, yalikuwa na ukomo wa juu sana, ambayo maudhi hayo dharafat minha al-uyun, na mawaidha ambayo Mtume alituwaidhishia sisi mpaka macho yetu yakabubujikwa na machozi, wawajilat minha al-qulub, mpaka na nyoyo zikawa zimetetemeka zikapatwa na uoga. Faqala rajulun, akasema mtu mmoja katika wale watu ambao walikuwa wamekaa sehemu hiyo kwa mauidha na Mtume, inna hadhihi mauidhatun muwaddi', hakika haya ni mauidha ya kuaga ewe Mtume. Famadha ta'hadu ilaina ya Rasulullah, ni kitu gani unatuahidi wewe Mtume? Ni kitu gani unatuatia sisi iwe ni ahadi baina yetu na wewe Mtume? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema, usikum bittaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'a, na kuhusieni nyinyi, jambo la kwanza ni mumche Allah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, na muwe na wasikivu na muwe watiifu kwa viongozi wenu. Wa in abidun habashiyun, hata kama anayekuongozeni nyinyi atakuwa ni Mhabeshi, kwa sababu wao walikuwa ni Waarabu, alafu na Mhabeshi ni mtu mweusi, na kuna wale Waarabu walio na taasubi. Baadhi ya Waarabu wana taasubi, yani wenyewe watu weusi hawataki kabisa. Kuna baadhi ya Waarabu ukipangania swafu moja, wewe ni mweusi, anasogeza mguu, ukimsogezea anasogeza tena. Yani kuna wao wengine wana taasubi. Nasema taasubi, yani wenyewe wanakuwa wanajiona wao ni watu wa pekee, hawataki kuchanganyikana na rangi nyingine. Kwa hiyo Mtume akasema, hata kama mtaongozwa na mtumwa mweusi, nyinyi msifanyeje? Msitoke katika toa yake. Haya ni maneno ambayo Mtume aliwahusia washikamane nayo. Ahlus sunnah wal jamaa ndio ambao wanashikamana nayo. Al-aslu thalith, msingi wa tatu katika misingi ambayo wanabidi inasimama da'watu salafia au unasimama usalaf, manhaji salaf inasimama katika misingi mitatu. Msingi wa tatu, al-hadhar wa at-tahdhir min al-bid'i wal mubtadi'ina. Al-hadhar, kuchukua tahadhari. Al-hadhar ni kujitahadharisha wewe mwenyewe, wa at-tahdhir, na kuwatahadharisha wengine, min al-bid'i, kunako bid'a, wal mubtadi'ina, na watu wa bid'a, kuihadharisha bid'a na kuwahadharisha wale al-mubtadi'ina wanaofanya bid'a. Fasalafiyuna yahdharuna wa yuhdhiruna, masalafi wanajihadhari na wanahadharisha, min al-bid'i wal mubtadi'ina, wanajitahadharisha wao na wanawatahadharisha watu kutokamana na bid'a na watu wa bid'a. Lianna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam hadhara minha wa minhum, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametahadharisha bid'a na akawa ametahadharisha bid'a na akawatahadharisha watu wa bid'a, kama qala sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa iyyakum wa muhdathatil umur, na chonde najiepusheni na yale mambo ambayo ni yenye kuzushwa na watu. Fa innaha dalalatun, hakika hayo mambo ni upotevu.
faman adraka dhalika minkum, hatakaye diriki jambo hilo kati yenu nyinyi, fa alayhi bi sunnati, basi juu yake ashikamane na sunna zangu, wa sunnati al-khulafai ar-rashidin, na sunna za makhalifa waliongoka, al-mahdiyyin waliongozwa, adhu alaiha bin nawajiz, zingateni sunna hizo za mtume kwa meno ya magego. Jino la gego linajulikana kwenye kung'ata nyama. Unapong'ata nyama ndio zingate hizo sunna. Ukingatia hapa mbele utashindwa kuling'ata nyama. Unaweza kaona ukakuta unalitoa jino na baki na pengo kung'atia huko mwisho. Kwa ndio unatakiwa wewe uzingate sunna, ushikamane na sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na sunna isiwe mdomoni wala isiwe katika vitu baadhi. Sunna ni ufanye vitendo vilivyofanya nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukhalifiane na wale watu wa bid'a. Sio sunna kwamba wewe mimi mtu wa sunna, wewe sunna zako ni umeachia ndevu ndio sunna yako. Sunna yako nyingine ni kanzu imekuwa fupi au iburuzi chini, una wake wanne ndio sunna unazoziona wewe. Ama watu wa bid'a ndio naamiliana nao afu unajiita ahlus sunna salafiyun. Hii hatutakubali sisi. Watu kama wanataka kujiita ni as-salaf, wewe ni salafi ahlus sunna wal jamaa, shikamana na sunna za Mtume Muhammadin fi'lan wa qawlan, kwa vitendo na kimaneno, kwa maneno na vitendo. Fanyia kazi kama walifanyia kazi masahaba Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Vile vile katika dalili nyingine ambayo inatahadharisha bid'a na watu wa bid'a na wajibu wa kuwahama watu wa bid'a, anasema mama Aisha radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadhihi al-aya. Siku moja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisoma aya hii, huwa alladhi anzala alaykum, huwa alladhi anzala alayka al-kitab, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye alikuteremshia Muhammad juu yako kitabu, minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat. Miongoni katika hicho kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kuna aya ambazo ni muhkama, ziko wazi kabisa, ambazo ziko wazi, na baadhi ya aya zingine ni mutashabiha, zina utata. Aya ambazo inatakiwa hiyo ielewe ni mpaka uitafsiri kwa aya nyingine au uitafsiri kupitia nini? Kupitia sunna, na utaielewa hiyo aya. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, amma wale ambao katika nyoyo zao kuna kupotoka, fayattabi'una ma tashabaha min, wao wanafuata zile aya ambazo ni tata. Fayattabi'una ma tashabaha minhu bitighaa alfitna, wakiwa wao ni wenye kutafuta fitna, wa bitighaa ta'wili, na kutafuta ta'wil, kuletea tafsiri ambazo si zenyewe. Wama ya'lam ta'wilahu illa Allah, na hakuna anayejua tafsiri ya hizi aya isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Warasikhuna fil ilm, na wale waliobobea katika elimu, yaquluna amanna bihi, wanasema sisi tumeamini, kullun min indi rabbina, haya yote ni kutoka kwa Mola wetu. Wama yadhakkaru illa ulul albab, na hawakumbuki isipokuwa wale wenye akili zilizosalimika. Qalat, anasema mama Aisha, faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fa idha ra'aytumul ladhina yattabi'una ma tashabaha minhu, mtakapowaona wale ambao wanafuata zile aya ambazo ni tata, fa ulaika alladhina samma Allah, hao ndio ambao Allah amewakusudia kwamba wao ni ambao hawataki kufuata zile aya ambazo ni muhkama, wanaenda na zile aya tata, alafu wakijazifuata hizo aya wanatafsiri kwa matamanio yao, hawatafsiri kama inavyotakikana kutafsiriwa ile aya. Hao ndio ambao samma Allah, fahdharuhum, jihadharini nao. Hamjaona watu anaileta aya alafu anaipindisha, anaileta aya anaipindisha, kama ila qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Hii aya wanaitumia watu gani? Watu wa maulidi. Watu wa maulidi hapa wanatuile na ile aya wanaitafsiri kwa matamanio yao. Wanaitafsiri kwa nini? Kwa matamanio yao. Na kuna aya nyingine huwa wanaitumia wakisema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ni rahma. Wanatumia aya nyingi lakini wanaleta matamanio yao. Kwa
Mtume anasema, Allah anasema jihadharini hawa, Mtume anasema jihadharini na watu hao ambao wanafuata zile aya tata ambazo haifai kuzifuata isipokuwa tawili yake anajua Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, na asema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Allah mrehemu, qala ba'dhum li Ahmad bin Hanbal, walisema baadhi yao kwa al-Imam Ahmad bin Hanbal, innahu yathqulu alayya, hakika inakuwa ni nzito juu yangu mimi, an aqula fulani kadha wa fulani kadha, kusema kwamba fulani yuko hivi na yuko hivi. Faqala, akasema Imam Ahmad, fa idha sakatta anta wa sakattu ana, ikiwa utanyamaza wewe na mimi nikanyamaza, famata ya'rifu al-jahilu as-sahiha min as-saqimi, ni muda gani ambao yule mjinga atamjua mgonjwa na atamjua aliyekuwa na afya, yani as-sahih, aliyekuwa na afya yake, mtu mzima ambaye yani hana ugonjwa, wasaqim, na anayeumwa. Yani hii ni kama tunatumia majazi hapa. Ni muda gani sasa yule mjinga yule atajua hii ni haki na hii sio haki? Kama wewe utanyamaza na mimi nitanyamaza, tukaacha kubainisha, sasa yule mjinga vipi atajua hii ni haki na hii sio haki? Wa mithlu a'immatil bid'i min ahli al-maqalat al-mukhalifati lil-kitabi was-sunnah au al-ibadat al-mukhalifa, na mfano wa wale viongozi wa bid'a min ahli al-maqalat, wale watu wa maneno wale ambao al-mukhalifati lil-kitabi was-sunnah, wenye kukhalif kitabu na sunna, au al-ibadat al-mukhalifati lil-kitabi was-sunnah, au wale watu ambao ibada zao zinakhalif kitabu na sunna, fa inna bayana halihim wa tahdhira al-ummati minhum, hakika kuibainisha hali yao watu kama hawa, wa tahdhira al-ummati minhum, na kuhadharisha umma kunako watu hawa, wajibun biittifaqi al-muslimina, jambo hili ni la wajibu kwa makubaliano ya Waislamu, kwa makubaliano ya wanazuoni, kutahadharisha watu hawa ambao wao ibada zao zinaenda kinyume na kitabu na sunna, au wao ni watu ambao wanafanya mambo ambayo yanaenda kinyume na kitabu na sunna. Kutahadharisha watu hawa na kuyatahadharisha mambo yao ni wajibu kwa makubaliano ya wana wa zuoni. Kwa kutahadharisha ni jambo ambalo linafaa, kama utaweza kutahadharisha. Kama huwezi, kaa kimya, usije ukajikuta unatahadharisha kumbe ndio unaharibu, na wewe ukajikuta sasa unaingia katika wao. Waqila li-Imam Ahmad ibn Hanbal, na vile vile aliulizwa al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu, mtu anafunga na anaswali na anakaa ibada ya itikafu, ahabbu ilayka au yatakallam fi ahli al-bid'ah, je, mtu huyu anapendeka zaidi kwako wewe au awazungumzie watu wa bid'a? Faqala, akasema Imam Ahmad, idha qama wa salla wa atakafa, atakaposimama akaswali na akakaa itikafu, fa inna ma huwa li nafsihi, hakika huyo yeye mambo yote anayofanya kwa ajili yake yeye, wala hafanyii watu wote. Akiswali ile ibada ya swala ujira ni yeye, anapata yeye kwa ajili yake. Wa atakafa, akakaa itikafu msikitini kama ilikuwa katika kipindi cha mwezi wa Ramadhani, ile ibada kwa ajili yake yeye, ni ujira wake anapata yeye mwenyewe. Akasema Imam Ahmad, amma idha takallama fi ahli al-bid'ah, atakapowazungumzia watu wa bid'ah, fa inna ma huwa lilmuslimina hadha afdal, hakika jambo hili inakuwa ni kwa Waislamu wote na ndio ilikuwa bora zaidi kwake yeye. Yani atakapozungumza watu wa bid'ah, ni jambo ambalo kwa amelifanya watu wote wajue kwamba mtu huyu anayoyafanya yanaenda kinyume na mafundisho ya nani? Ya Mtume na masahaba zake al-kiram, basi jambo hili litakuwa limeenea kwa Waislamu wote. Fabayana anna nafa hadha amu lilmuslimina fi dinihim, akawa amebainisha kwamba haya manfaa ni yenye kuenea kwa Waislamu wote katika dini yao. Kwa ni vyema watu wafanye kama alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Waqala al-Hasan al-Basri, na vile vile anasema al-Hasan al-Basri,
la tujalis sahiba bid'ah, usikae na mtu wa bid'ah, fa innahu yumridu qalbaka, hakika ukikaa na mtu wa bid'ah ataupa ugonjwa moyo wako. Kwa haifai wewe kukaa na mtu wa bid'ah. Yani kukaa na mtu wa bid'ah ni kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alikuwa anatuamuru sisi tutafute marafiki wa kutaamiliana nao. Ndio na wewe usifanye muamala na mtu wa bid'ah ukaamiliana naye kwa sababu yeye yuko karibu kufanyeje, kuuguza moyo wako. Akasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, innama mathalul jalis salih wal jalis su'i kahamilil miski wa nafikhil kir, hakika mambo yalivyo, mfano wa rafiki aliyokuwa mwema na rafiki aliyokuwa mbaya, au kikao chema na kikao kibaya. Yani mtu ambaye unakaa naye katika majlisi iliyokuwa nzuri na majlisi mbaya, kahamilil miski wa nafikhil kir, ni kama vile yule mtu ambaye anabeba marashi na kuyauza, na yule mchomelea vyuma, anachomelea madirisha, anachomelea mageti, mfano huo. Fahamilul miski, yule ambaye anabeba marashi yale ya miski. Sababu marashi ya miski yanajulikana shekhe, yametajwa mpaka katika hadithi Mtume ameyataja, akasema ma min makulumin yuklam fi sabilillah wa illa jaa yawmul qiyamah wa kalmuhu yudma al-lawnu lawnu damu wa rihu rihul miski. Ma min makulumin yuklam fi sabilillah, hakuna yule ambaye aliyejeruhiwa, aliyepigana vita akajeruhiwa kwa ajili ya dini ya Allah, mtu huyu illa jaa yawm al-qiyama, isipokuwa atakuja mtu siku ya kiyama, fakalmuhu yudma, lile jeraha lake ilikuwa linatoa nini? Linatoa damu. Al-lawnu lawnu dami, ile rangi ya damu itakuwa ni rangi ya damu halisi unaiona. Warihu rihul miski, na harufu itakuwa ni harufu ya miski. Unasikia, unaona ni rangi ya damu, lakini harufu ya nini? Ni ya miski. Kwa Mtume akatolea mfano huu wa haya marashi, akasema fahamilul miski, yule anayebeba marashi ya miski kwa ajili imma ni kwa kuyauza, kuyatemeza kwa watu wauzie, imma an yuhdhiyaka, imma mtu yule atakupulizia yale marashi, wa imma anta bitaa minhu, na imma wewe utanunua. Imma utafanyaje? Utanunua katika yale marashi. Wa imma an tajida minhu rihan tayyiba, na imma wewe utapata harufu nzuri kutoka kwake yeye. Huo ni mfano wa rafiki aliyekuwa nini? Aliyekuwa mzuri. Huwezi kukaa na mtu anayeuza manukato alafu kutoka unanukia ovyo ovyo. Lakini ukikaa na mtu anayeuza masamaki, unatoka usikia shombo. Hapa tunanuka nini? Shombo la samaki. Au mtu ambaye atumelea vyuma kama anasema Mtume, wanafikhul kir, na yule mtumelea vyuma, yule fundi welding, tunasema welding, wanaita katika lugha za Kifaransa hizi, anaitwa welding, yule anachomelea vyuma yule. Wanafikhul kir, ama yule mchomelea vyuma, imma an yuhriqa thiyabaka, imma mtu huyu anaweza akaiunguza nguo yako. Kwenye kuchomelea umekaa naye karibu, zile cheche zikaruka zikaichoma kanzu yako, ukatoka pale kanzu ina tobo, suruali ina tobo, wa imma an tajida rihan khabitha, na imma wewe utapata kwake yeye harufu iliyokuwa mbaya, na imma aweze kukuudhi, atakuudhi kwa ule moshi wake. Utakaa pale, ule moshi ukianza kutoka utafanyaje? Utakaache, utatoka kwa maudhi ya moshi ule ambao tumelea wema. Kwa hiyo ndio mfano wa rafiki mwema na rafiki mbaya. Kwa hiyo tuna mfano huu tunaubeba sasa kwa hii hadithi ya Mtume, tunaubeba huu mfano, tunachukua ni mtu, tunauweka kwenye mfano wa mtu kukaa na mtu wa sunna na kukaa na mtu wa nini? Wa bid'a. Ukikaa na mtu wa sunna utatoka na kheri nyingi sana. Au ukikaa na mtu wa bid'a atauingizia moyo wako chembe za bid'a. Utajikuta sasa unasema, kumbe wanachokifanyaga masala fikiri wanakosea bwana. Usahihi ni hivi. Lakini ukikaa na mtu wa sunna, mambo yote atakuwa anayatoa ni kheri. Hata kama mkiongelea masala yatakuwa ni masala ya nini? Ya kheri. Mkitembea mitembeo ni ya kheri. Lakini wa bid'a mitembeo itakuwa ni ya bid'a. Akitembea ni bid'a. Yeye akiongea hata utesi ni wa bid'a. Kwa hiyo kukaa na mtu wa bid'a, usikae naye
kwa sababu mtu wa bid'a yumridu qalbaka, yeye atafanyeje? Ataunanilii, atauumisha moyo wako. Kwa hiyo tujitahidi ndugu zangu katika imani, tusikae na watu wa bid'a. Tumalizie kwa kauli kama za maimamu wawili. Anasema sahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas anasema la tujalis ahla al-ahwa, usikae na watu wa matamanio, watu ambao mambo yao wanayafanya kwa matamanio yao. Fa inna mujalasatahum mumridatun lilqulub, hakika kukaa nao ni jambo ambalo linazipa ugonjwa nyoyo. Watakupa nyoyo zao, nyoyo wako wataipa nini? Ugonjwa. Kwa msikae na watu wa matamanio. Waqala Abu Qilabatan, na Biblia anasema Abu Qilaba, la tudarisu ahla al-ahwa, msikae na watu wa matamanio, wala tujadiluhum, na wala msijadiliane nao, usijadiliane katika jambo lolote. Wala tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalala, hakika mimi sina amani kabisa huenda hawa wakakuzamisheni nyinyi katika upotovu, au yulbisukum alaykum fi dini ba'da ma lubisa alayhim, au wakakuvalishieni nyinyi katika dini baadhi ya wale waliovalishiwa wao, wakakuingizieni mambo katika dini, mambo ambayo wao waliingiziwa huko yakawa yameshindwa sasa kutoa katika vifua vyao, wakakuingizieni nyinyi. Kwa salama yako wewe ni kutokukaa nao, ukae na watu wa nini? Watu wa sunna. Waqala Imam al-Auza'i, na vile vile anasema al-Imam al-Auza'i, Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu, anasema al-Imam al-Auza'i, alayka bi athari man salafa, shikamana na athari za wale waliokutangulia masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in rafadaka an-nasu, na hata kama watu watakuacha, wa iyyaka wa ara'i rijal, na jitahadharishe na rai za watu. Wa in zakharafu laka bil qawli, hata kama watakupamba kwa maneno, watakupambia wewe kwa maneno mazuri, jitahadharishe nao. Kwa ndugu zangu katika imani, tujitahadharishe na watu wa bid'a, na vile vile tutahadharishe watu kunako bid'a, na tuweze kuwahama watu wa bid'a, kwa sababu kukaa na watu wa bid'a ni kupata ugonjwa katika nyoyo zetu. Kwa kufikia hapa, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe katika yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana, tuwe katika watu ambao wenye kusikiliza maneno na kuyafanyia kazi. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atulipe kwa muda wetu tuliotoa kwa ajili ya kuweza kusikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadha alqadar, subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi husni istima'ikum. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Allah akulipe kheri zilizokuwa nyingi. Allah akulipe kheri zilizokuwa nyingi. Ustazi wetu, nadhani sisi tutaishia hapa kutokana na kwamba tunapoelekea kuna kaumbali, tunaelekea Katoma. Kwa hiyo hatutokuwa na nyongeza zaidi, na muda umeshaenda, na tubidi tufike mapema pale Katoma kwa ajili ya kuandaa mazingira ya mahala pale Katoma. Kwa hiyo tuwashukuruni masalafi ndugu zetu na salafi wapya. Allah akulipeni nyote, akina baba na akina mama, kwa kule kutusikiliza na kutegea sikio, tukawa tunawafikishia kila ambacho tunakuja nacho na shika zetu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.